Kanisa linafanya hivyo kwanza kabisa, ziko sababu kadhaa. Kwanza kuwaalika Wakristo kutambua kwamba zile sherehe, ikumbuke siku ya Alhamisi Kuu ni siku ya sherehe ya kufurahia kuanzishwa kwa Ekaristi Takatifu, mwili na damu yake. Siku hiyo hata utukufu unaimbwa na ngoma zinapigwa, lakini baada ya ile ibada, jioni yake, siku hiyo Yesu anakamatwa na ataingia katika mateso yake. Kwa hiyo ni kuandaa waumini na Wakristo kuzama katika sasa hilo fumbo la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia tukumbuke kwamba siku hiyo hiyo Yesu atakuwa mpweke, ataenda bustanini Getsemani, sura ya 26 ya Injili ya Mathayo. Lakini atapenda hatakuwa na wanafunzi wake wale, lakini hawatakuwa pamoja naye na wengi watamkimbia. Kwa hiyo inaashiria pia upweke, lakini pia kuachwa kwa Yesu. Yesu anaachwa mwenyewe, na sisi tunaalikwa kuzama katika kutafakari huo upweke, kukesha pamoja naye katika hali ya masikitiko na majonzi, kwa sababu kwa tendo hilo la upendo atakufa na kutukomboa msalabani. Lakini pia tunajua pia kwamba katika mateso yake Yesu alivuliwa nguo, na tunapoziondoa nguo na mapambo yote, sio tu kuonyesha sherehe imeisha, lakini pia kutuelekeza kujua kile ambacho Yesu alikuwa stripped of his clothes, na sisi pia tujivue yale yote ambayo yanatuzuia kumpata Kristo katika mioyo yetu, kumfuasa Kristo kwa uaminifu na kuwa Wakristo ambao ni wa mateso na ufufuko. Ndio maana Kristo anatuambia kwamba mtu akitaka kuwa mfuasi wangu sharti ajikane mwenyewe, achukue pia msalaba wake na anifuate. Kwa hiyo ni ishara pia ya ufuasi na kuingia katika upweke, kuingia katika mateso, kuingia katika kuzama katika fumbo la ukombozi na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo.